habari kwa ufupi kutoka hapa DSTV inasoma kwako nami Mariam Juma. Karibu. Katavi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Aliusi amezindua klabu ya kupinga ukatili wa kijinsia katika shule ya sekondari Kasimba, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi. Akizungumza na uzinduzi huo, Usi amepongeza uzalishaji wa klabu hiyo na kuwataka wanachama wake kuwa mabalozi wa kuelimisha na kupinga ukatili wa kijinsia ndani na nje ya shule. Katibu wa klabu hiyo Irene Sembeye amesema kuwa lengo la klabu hiyo kuwasaidia wanafunzi kurahisisha utoaji wa taarifa na matukio ya ukatili. Usi amesisitiza kuwa vitendo vya ukatili wa kijinsia vinapaswa kukemewa kwa nguvu zote, huku akihimiza ushirikiano wa jamii katika kuvitokomeza. Pemba. Watu wawili wamefariki dunia na wengine 10 kuokolewa baada ya mlipuko wa gesi kutokea katika nyumba yenye bekari ya kuchomea mikate iliyopo wilaya ya Mkoa Kusini Pemba. Mmiliki wa jengo hilo Kombo Hamisi Ali amesema tukio hilo lilitokea majira ya saa 11 alfajiri, ambapo walishtuka kutoka usingizini baada ya kusikia mayoyo ya watu waliokuwa wakiomba msaada. Kwa mujibu wa manusura wa tukio hilo ambao walikuwa wakifanya kazi na marehemu hao, juhudi za kuwaokoa zilikwama kutokana na milango kuwa imefungwa na joto kali ndani ya jengo. Chanzo halisi cha mlipuko huo bado hakijabainika rasmi, lakini uchunguzi unaendelea. Israel. Watu 20 wamejeruhiwa wakiwemo wawili waliopo katika hali mbaya kufuatia shambulio la drone lililotokea katika mji wa Elieti kusini mwa Israel. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa drone hiyo ilitokea Yemen na baadaye waasi wa Houthi waliomba kuhusika, wakieleza kuwa walitekeleza operesheni sahihi ya kijeshi dhidi ya Israel. Hili ni miongoni mwa mashambulizi kadhaa ya hivi karibuni yanayofanywa na Houthi kutoka Yemen, ambao kwa miaka miwili wamekuwa wakishambulia Israeli kwa kutumia makombora ya drone. Siku ya Jumanne, Houthi walifanya shambulio jingine kwa kutumia ndege nyingi zisizo na rubani, huku Israeli ikijibu kwa kushambulia maeneo ya kijeshi ya Houthi umbali wa kilomita 2000 ndani ya Yemen. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi iliyosomwa kwako nami Mariam Juma. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. You are watching DSJ TV, the Courage Television.